Bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya usafiri baharini kwa kushirikiana na shirika la bandari imefanya ziara maalumu katika mkoa wa Kaskazini Unguja kwa lengo la kutembelea ofisi za mamlaka zilizopo Mkokotoni pamoja na bandari mbalimbali na kujionea shughuli za usafiri baharini zinazofanyika katika mkoa huo. Katika ziara hiyo, bodi imetembelea maeneo mbalimbali yakiwemo Mkokotoni, Matemwe, Nungwi na Kendwa pamoja na bandari zilizopo katika maeneo hayo, ambapo imepata fursa ya kuona kwa ukaribu shughuli za usafiri na huduma za baharini zinazotolewa. Aidha, ziara hiyo imelenga pia kuzungumza na waendeshaji wa vyombo vya usafiri baharini wakiwemo makapteni wanaosafirisha wageni ili kusikiliza changamoto wanazokabiliana nazo katika shughuli zao za kila siku na kupata maoni yatakayowasaidia kuboresha huduma na usalama katika sekta ya usafiri baharini. Changamoto ambayo naiona katika hizi kazi, sehemu kama hii hapa hii, wageni wengi ambao wanakuwa wanashuka kuelekea kisiwani. Sasa hakuna yani kama kitengo cha uokozi, kwa sababu kama jana imetokea emergency mwamba juu kule, kuna boti imezama, kwa hiyo kupigwa simu lakini hakuna kilichotokezea, tukajitoa muhanga kwenda kuokoa wageni. Kwa hiyo tunaomba tu sehemu kama hii kiwepo kitengo cha uokozi yani maalum. Vipo vyombo kule ambavyo vinakuwa wanakuja kuchukua ticket lakini sio uokozi. Vyombo vya boti 100% vimesajiliwa, ila najua kuna vingine havijasajiliwa, ni uhakika. Inaweza kuwa mimi Ali Juma Haji tunaenda ule mchakato kufuata sheria za serikali kila kitu, ila ukisikia siku 3 4 5 washakata wale washapita tena, na kuna watu wanapitia uwenyeji atuma tu 200 300 wakesha maliza hao kupiga ile parwanja lao, usikiliki mpaka mwaka mwingine. Uhakika watu wengine na wenginao wanaona unyonge kiasi fulani, mimi nakwenda peleka pesa napata uhakika wangu wa kile chombo changu wasome najielewa. Na hiyo mitihani kama unavyozungumza mheshimiwa ameshanikuta. Katika huo mgeni kufa hapa mmoja, siku na moja mimi alikufa mikononi mwangu, ni naye mikononi mwangu. Kama season iliyopita Muitali. Sawa? Sasa najua ule muhimu wake. Sasa kuna wengine wale wasiochanua akili. Hajui anachukua mgeni huyu, kuna matatizo yatajamkuta, na kibali usio cha kuchukua mgeni huwezi kupata tu hivyo mpaka ujulikane uhakika wako wote. Watu wengi wanapouzia mchezo wa jet ski kwa Zanzibar kwa hutakiwi. Kama tunakumbuka sote ulifungiwa. Ndio? Lakini sasa tunaofanya huu mchezo ni salama kabisa. Na wengi wao wanafikiria huu mchezo sio salama. Lakini mchezo ni salama, isipokuwa unahitaji usimamizi, uangalizi kwa huu hali yetu, kwa sababu sote tunaangalia ni utalii. Na Zanzibar inaangalia nguvu kubwa sasa hivi ni utalii. Na ukiangalia wageni wenyewe wanaokuja hapa, wengi wao hupendelea sana kufanya hii michezo. Lakini hapa sisi mwanzoni kwa wawekezaji wengine kwa hawataki kufanya huu mchezo, lengo kubwa nasema kwamba unachafua nini? Unachafua mazingira. Unaharibu mazingira. Lakini ukiangalia ni uongo. Ikaja pointi ya pili kwamba sababu nini? Hatari kwa wageni. Lakini tunamshukuru tumepiga mbio na Simai katusaidia kwamba tumeweza kuweka nini? Tumeweka uzio ili kwamba tukutofautishe sehemu hii ambayo wanaogelea watu, sehemu hii ambayo ifanye michezo. Kitu kizuri ni kwamba kwenye matatizo manake mkae chini na uongozi wenu na uongozi wa kule, alafu tatizo linatatulika. Lakini swala la kuingiana milini ukaambiwa ukakaidi alafu inasababisha kuingiana milini si swala zuri, alafu na wageni. Ile kwa kweli ile hali ilichafua sana ya hali ya huku Mnemba. Haikupendeza kiukweli. Lakini kimsingi pale tunapopewa maelekezo basi tufuate. Tunatambua hali inapokuwa ngumu baharini, tuna kitu tunaita right of innocent ship. Manake haki ya meli kupita katika mahali salama. Umeona hilo ilipo. Kwa hiyo swala la msingi sasa hapa tukae na wale wamiliki na zile hifadhi, jamani, hali inapoonekana hivi basi tutizamane kwa jicho jingine. Lakini kitu kibaya kwenye hifadhi kutia nanga. Wengi wenu wanafanya dharau. Mtu anakwenda anatia nanga, anaacha kama walivyosema. Matokeo yake kile chombo kina dredge, kina kokota, inakwenda kuvuta kule kwenye yale matumbawe na haribu, ambao wale wazungu wanakwenda kuangalia yale matumbawe. Ilionekana kama anavyosema uchafuzi wa mazingira, kwa sababu wanasema hizo sauti zikienda huko chini ni hatari pia kwa viumbe. Lakini pia kabla ya kuweka hizi demarcation
kulikuwa pia kuna ajali zinatokezea, mtu anaogelea at the same time jet ski inapita. Kuna wageni kama wawili walipata ajali sehemu ya kichwa kupitia mchezo huu, lakini pia kuna vitendo vingine vya udhalilishaji pia vilitokea kupitia mchezo huu. Kuna jet ski ilimchukua mgeni mtoto miaka 11 kama sikosei au 10. Alipofika naye kule mbali kidogo, mamake alikuwa huku juu, lakini akawa anaona, akamfanyia vitendo ambavyo sio vya kudhalilisha kwa ufupi. Kwa bahati kuna jet ski ya jirani ikaona, akachukuliwa mtoto akarejeshwa huku juu. Kwa hiyo kuna kesi 2-3 zipo kituo cha polisi. Kwa hiyo na zogo likawa kubwa sana kuhusiana na hizi jet ski. Kwa hiyo moja kwa moja tukaambiwa kwanza stop, tufanye kanuni. Tukatengeneza kanuni, tukazipitishwa kwa wadau, na hawa pia nao walishiriki kwa 100%. Lakini kama tunavyojua mchakato wa kanuni unamalizia wizara. Lakini sisi kwa upande wetu kama ZDMA tumeshakamilisha kanuni na tumeshaipeleka wizarani kwa ajili ya kutangazwa. Ziara hiyo imeongozwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya usafiri baharini ZDMA, ndugu Sultani Saidi Suleiman, ikiwa ni sehemu ya juhudi za bodi kufuatilia utekelezaji wa majukumu ya mamlaka na kufahamu hali halisi ya shughuli za usafiri baharini katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Lakini shamaliza tu. Yuko nyumbani. Leseni inaiko nyumbani? Leseni ipo, kila kitu kipo. Leseni inaiko nyumbani? Leseni haiyeki nyumbani, lakini ndio shamaliza. Lakini leo unaendelea, huwezi kuendelea, lakini unatembea na boti. Natembea na boti. Lakini ndio shamaliza tu, lakini kila kitu ninacho. Kama hamwamini, pandeni gari tuendelee. Hilo ulilozungumza tunalifahamu kwamba kuna wengine inawezekana sio wakubwa tu, lakini hao wafanyakazi wetu miongoni mwao pengine wanaruhusu vyombo viweze kufanya kazi bila ya utaratibu, lakini wengine wanafuata utaratibu, lakini wengine hawafuati utaratibu. Sasa maneno yetu sisi jamani, kama bodi, changamoto yoyote ambayo mlioko nayo, tutakuwa tunafanya ziara za mara kwa mara sasa hivi kupitia yale ambayo tumeelekeza kule ofisini yamefanywa kazi au hayakufanywa kazi. Tukuombeni sana pale mnapopata changamoto. Serikali hii haipo kwa ajili ya kwao wao wenyewe. Serikali hii ipo kwa ajili ya wananchi. Kwa kuwasikiliza changamoto zenu, na sisi kazi yetu ni kuzitatua changamoto hizo na kutengeneza mazingira rafiki ya nyinyi kuweza kufanya kazi. Lakini pili, tukuombeni sana, tutaagiza ZDMA sasa wafanye operation maalum kwa wale wote ambao hawajasajili vyombo vyao na kwa wale wote ambao madereva hawana leseni, ambao wanahatarisha maisha ya watu, kwa sababu unayemchukua mule ni mtu, sio mbwa, sio mnyama tu wa kawaida ukasema huyu atasahulika, ni binadamu. Kama alivyozungumza kapteni hapo, lolote likikutokea, manake responsible ni serikali. Ukiachana na wewe mmoja, lakini responsible ni serikali. Lakini vile vile hakuna hata mmoja hapa ambaye yuko tayari kupoteza mwanawe, ndugu yake wala dada yake. Hakuna. Kwa hiyo tutahakikisha operation hiyo kwa chombo chochote ambacho kitakamatwa au kapteni ambaye atakamatwa hajafanya usajili, atachukuliwa hatua za kisheria. Hilo ni la kwanza. Na kama sheria zetu kule tulizungumza, kama sheria zetu bado ziko kidogo nyepesi, tutahakikisha sheria hizi zinakuwa madhubuti, kwa sababu tunachozungumzia hapa hatuzungumzii shilingi 10,000, 30,000 tunaipata sisi. Tunachozungumzia hapa ni maisha ya mwanadamu ambayo huwezi kuyapima na kitu chochote. Muiunge mkono serikali kuwachukulia hatua wale ambao hawafuati sheria. Pale nilizungumza, hatutaki sijui mtoto wa waziri sijui mtoto wa nani ndio manake hakati leseni, lakini mimi na wewe tuweze kukata leseni tufuate sheria. Haiwezekani. Serikali hii inataka watu wote ni sawa. Hakuna sijui mtoto wa nani wala mtoto wa nani. Sote tuko sawa. Kwa hiyo kama kapteni anakata leseni na anafuata taratibu zote kwa ajili ya kufanya hii biashara, na wengine wote tufanye hivyo hivyo. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo
kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.